Malengo ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2025. Yapo malengo 6 yafuatayo. Kwanza, kuongeza kasi ya ukuaji wa pato halisi la taifa kufikia 6% mwaka 2025 na kutoka 5.5% kwa mwaka 2024. Pili, kuendelea kudhibiti mfumuko wa bei kubaki kwenye wigo wa takriban tarakimu moja wa wastani wa asilimia kati ya 3 hadi 5% katika muda wa kati. Na tatu, mapato ya ndani, yani mapato ya kodi na isiyo ya kikodi kufikia 17.4% ya pato la taifa ifika mwaka 2025 ikilinganishwa na matarajio ya 15.8% kwa mwaka 2024-2025, na mapato ya kodi yafikia 13.3% ya pato la taifa kwa mwaka 2025-2026 ukilinganishwa na 12.8% kwa mwaka 2024-2025. Tano, nakisi ya bajeti ikijumuisha misaada kuwa 3% ya pato la taifa kwa mwaka 2025-2026 kutoka matarajio ya 3.4% kwa mwaka 2024-2025, na 6, kuwa na akiba ya fedha kigeni kwa kiwango kinachokidhi mahitaji ya uagizaji wa bidhaa na huduma kutoka nje kwa kipindi kisichopungua miezi 4. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kina ya taarifa ya hali ya uchumi yanapatikana katika kitabu cha hali ya uchumi ambacho tumekigawa kwa waheshimiwa wabunge. Nihitimishe kwa kulihakikishia bunge lako tukufu kuwa hali ya uchumi wa nchi yetu kwa sasa ni himilivu, ukiwa na mwelekeo chana na ukuaji endelevu. Kama nilivyoeleza, uchumi karibu nchi zote, uchumi wa dunia kwa ujumla mpaka mataifa makubwa unashuka, uchumi wetu unakuwa. Hili ni jambo jema. Kuimarika kwa uchumi kunatokana na usimamizi makini wa sera za uchumi jumla pamoja na ushiriki wa wananchi katika ujenzi wa taifa lao. Ninawashukuru na kuwapongeza Watanzania wote kwa mshikamano huu wa kizalendo.